80% ya wanawake wote ni maraya. Hatuangalii sababu, hatuko tunaangalia sababu anafanya hiyo kitu. Tunaangalia mwenye anauza mwili yake. Mwenye ameamua mwili yake kuwe biashara, huo ndio tunaita maraya. Okay. Trust me. Naenda kukuonyesha kwenye hii video utofauti ya maraya na wife. Wewe unahisi kwamba maraya ni yule ambaye anajiuza. Unajidanganya sana bro. Huyu naye ameamua kukaa na mtu amufanyie hizo jukumu zake zote, malipo ikuwe nikasusua atapea huyu mzee wake. Huyu mzee wake hakuna faida nyingine atapata kuwa naishi na huyu mtu isipokuwa ni masusu. Lakini unamununua, lakini hujui kama unamununua. Yeye anajiuza kwako lakini hajui kama anajiuza. Nataka tuchambue vizuri hii video kabla ifike mwisho. Utakuwa umeshagundua uko na maraya ama uko na mwanaume. Na ndio hapa ndipo utakuja kugundua kwa nini wanasema mke mwema anatoka kwa Bwana. Na huyu mke mwema amebaki kwa hii 20% yenye imebaki hapa nyuma. Unielewe vizuri kabisa. Sijasema wanawake wote. Nimesema 80% ya wanawake. So, kama wewe uko ndani ya hii 80%, ni muda wako sasa wa kubadilika. Ukuwe mtu ambayo ni wa maana, ambayo anajiunderstand. So, bila kupoteza muda, wacha tuanze kipindi. Twende. Wapenzi na wapendwa, kwenye hii episode nataka tuchambue, tuone kati ya maraya na wanawake wengine wamebaki ambao wao wanasema si maraya, kama kuna utofauti ama sisi wote tunatoshana ama tunafanana. Unaweza kuwa unachekelea mtu ni maraya kumbe pia wewe ni na ujui. Tofauti, upate tofauti ni kuwa mimi nimejikubali na wewe hujakubali. So, utatuachia hapa comment ili tuweze kuunderstand zaidi, lakini kulingana na uchambuzi wangu, utafiti, nataka nifanye breakdown ya maraya ni nani, anafanya nini, no. Alafu tuweke mtu mwingine sasa mwenye sio maraya. Yeye hufanya nini na vitendo zake ziko namna gani? Au tufanye comparison tuone utofauti kwa wapi. Sawa. Neno maraya kwanza ni nani? Ama inamaanisha nini? Maraya number 1. Sasa tufanye breakdown. Elezea kwanza maraya wewe nisikie. Maraya najua ni mwanamke anajiuzanga. Anauza sehemu zake za asili. Wewe malaya ni mwenye haridhishwi katika ngono. Huyo ndo tunaweza ita maraya. Okay. Unagonga haridhishwi. Okay, sawa. Maraya yule number 1, maraya ni mtu yoyote mwenye kulipisha kufanya tendo la ndoa ama ngono. After kufanya ngono, yeye anahitaji pesa ili mfanye ngono. Yaani ni mtu ambaye anajiuza ama anauza mwili wake. Huyo ndio maraya. Yaani kama vile unaweza sema makanga. Makanga ni mtu mwenye ana collect pesa kwa gari. Maraya ni jina ya kazi ya mtu. Sawa. Okay. Umesema malaya ni mtu mwenye anajiuza. Ni mtu ambaye anauza kinembe. Anauza kasusu ili apate pesa. Anasikia na kupinga juu. Unaona hapa single mothers. Si wote wanafanya umalaya kwa kupenda kwao. Unaona? Anatafuta pesa ili fanye nini? Watoto waende shule. Unaona? Si ati inamaanisha yeye ni malaya. Wacha nianze breakdown. Anafanya nini? Tulia. Si anauza? Tulia kwanza. Lakini sasa si anauza sababu ya watoto. Sisi hatuangalii sababu. Hatuko tunaangalia sababu anafanya hiyo kitu. Tunaangalia mwenye anauza mwili yake. Mwenye ameamua mwili yake kuwe biashara, huo ndio tunaita maraya. Okay. Sasa juu si angetafuta kazi nyingine kama hapo anataka hiyo kazi malaya. Maraya ni jina ya kazi ya mtu. Full stop. Hatutaki kujua anafanya kwa nini. Wenye anafanya sababu anafanya ni shauri yake. Sisi tunaweza tufanye breakdown ya maraya, alafu tufanye breakdown ya mtu mwenye anauzanga akiwa amejificha. Mwenye si maraya. Sawa. Kwanza huyo sasa ndo mbaya. Hapa namba 1 tuko pamoja. Haya. Maraya yeye ndiye akupatie kasusu lazima umpe. Mgani? Pepe.
kiasi fulani mtakubaliana, so 2, so 5, 2 1, 2 5, kwenye mtaelewana. Kwa tuko pamoja. Haya. Tukuje kuna mahali tutasahau. Iko hivyo. Tushajua maraya ni nani. Sawa? Huyu mwingine mwenye si maraya ni kwa sababu yeye anasema hauzi mwili. Si eti anasema ni wale watu kula chini ya maji. Ngoja. Nifike huko. Wacha kuchanganya vitu. Tusichanganye vitu, tutachanganya mtu hata elewa. Sawa? Haya. Hii number 1. Number 1 tena kwa mwenye si maraya. Yeye ndiye tuseme ni demu yako. Tuchukue demu yako ama tuchukue wife, bibi ya mtu. Sawa? Kitu kimefanya kwanza akaolewa. Kitu kubwa kimefanya akaolewa. Sawa? Ziko sababu mingi za kuolewa. Kama kujenga familia. So, nataka tuangalie huyu mwanaume mwenye anakula huyu bibi yake. Sawa? Nataka tuone huyu mtu anaspendi pesa ngapi. Tuone kama anaspendi ama aspendi. Nataka tufanye breakdown. Tuone kama anaspend ama aspendi. Juu huyu mwenye anakula maraya, sawa? Yeye pia yeye anaspend. Kumaanisha kuna kitu maraya atapokea. Haya, huyu wife ama huyu dem pia yeye kuna kitu atapokea ili mkue pamoja. Sawa? Kitu ya kwanza, demu yako akikuja sasa si unaona hao wawili wote watapokea. Si wote mmoja atapokea. Wote watapokea. Yeah. Ngoja kwanza tufanye breakdown. Mtaelezea tofauti iko wapi. Demu akikuja kukutembelea unamtumia fare kwanza. Kitu ya kwanza tuseme so 2. Ya kuja. Alafu kama ni wife, ndiyo wife akae kwako vizuri comfortable bila tatizo yoyote, lazima ugharamie majukumu yake. Sawa? Umuvalishe, akule, avae vizuri na akue na afya. Ndio akae na wewe kwa utulivu. Kumaanisha cost yenye na cost huu mwanaume ndio umupatiange kasusu kila siku kwa amani, ni kwa sababu hizi vitu anakufanyia. Tunapata hii huduma yenye anampea. Maraya sababu gani? Anajiuza. Yeye anajiuza ndio apate rent, apate pesa, yani apate asomeshe mtoto kama kuna mtoto, avae vizuri pia ndio kazi yake. Sawa? Huyu naye tumeona kuna mtu anamfanyia hizo vitu ndio aishi na huo mtu. Tuko pamoja? Juu sasa ukioa bibi mwambie nimekuoa lakini pesa yenye utakula sapa utatoa. Rent tunaishi wawili kwa hii nyumba, toa nusu. Sawa? Ukigonjeka jipange na mimi nikigonjeka najipanga. Hiyo ya mwezi ishi. Ama unaweza? Hamwezi. Sawa. Sasa utofauti ya watu iko wapi? Juu huyu anajiuza ili ajisimamie kama yeye kutimiza majukumu zake. Sawa? Kusoma, kuishi, vitu vingine, kulipa renti, afya, nini, mahitaji yake, ndio maana anatafuta pesa alishughulikie. Huyu naye ameamua kukaa na mtu amfanyie hizo jukumu zake zote, malipo ikuwe nikasusu atapea huyu mzee wake. Huyu mzee wake hakuna faida nyingine atapata kuwa naishi na huyu mtu isipokuwa ni masusu. Umesahau kuna faida anapata. Tukitoa watoto usiweke, watoto tusiweke. Tu maraya kuna mtoto, hiyo tusiweke. Hata huyu maraya kuna mtoto. Sawa? Hiyo lazima tusiweke. So hapa utofauti kwa wapi ya huyu na huyu? Utofauti uko. Ambayo ni gani? Tofauti uko. Kwa maraya ni kuwa na wanaume aina ya tofauti. Leo hii kwa siku inaweza kuwa amezunguka na wanaume kama zaidi ya 10. Kumbuka huyu maraya wewe ukilala na yeye unampea 200.
Hii 200 akitulia nayo hapo, aseme anahitaji kulipa rent, anahitaji kuvaa vizuri, anahitaji kung'ara. Hii 200 tamtosha. Tuseme akitulia na customer mmoja, tamtosha. Lakini huyu bibi, ngoja. Huyu bibi ndio pia yeye akae vizuri, anahitaji kuishi mahali mzuri, sawa? Sijui nyumba ina cost pesa ngapi yenye unalipa, ambayo mnaishi pamoja, sijui anakula ngapi kwa siku, sijui anashuka na pesa ngapi, sijui anafanya nini, na hizo vitu ni lazima umpe, kwa sababu anasema mimi ni bibi yako, lazima hiyo huduma ufanye. Ndio kazi yako. Unaona? Je, tofauti kwa wapi? Juu malaya itabidi alale na watu zaidi ya 30 ndio achukue 200 times 30 ifike kitu inaeleweka. Unaona? Ambayo huyu madamu pia ukicorrect hizi spending zote zenye unaspendi kwake, nywele, chakula, nyumba, nini, kumbuka huyu si mtoto wako unafanyia. Na pia yeye akikaza uendelee kumpea hizi huduma, akaza sema sasa akasusu sikupii ama akasusu ni mbaya. Either kama mna mtoto mta divorce, kama mna mtoto mwenye anaweza wafanya mwendelee kuishi pamoja, mtawachana. Utafute mahali ambapo utakaa sawa. Unaona? Kumaanisha hii huduma lazima ujitoe vizuri ndio pia yeye apate furaha, akupe vizuri. Kumaanisha unaweza pata una spend 13,000 ama 10,000 per month, hii spending yote kuiweka pamoja ambayo umespend kwa huyu mtu mwezi mzima, sawa? Ndio mkae kwa amani kwa hiyo nyumba, ukikula kasusu pole pole. Huyu naye itabidi alale na watu wengi ndio ampe pesa yenye inatosha ili afanye nini? Mahitaji yake itimie. Kumaanisha hao watu wawili wote wanatafuta mahitaji. Lakini kuna kitu umesahau. Huyu atatumika na watu wengi. Huyu na yeye anatumika na mtu mmoja. Unaona hapo kuna difference? Huyu anatumika na mtu mmoja ni juu ashaamua yangu si ya kuuza. Yangu ni ya mtu mmoja, lakini mmoja. Na huyu mwingine anjaamua yake ni biashara. Hiyo ndio inaitwa malaya. Akiamua atamaliza hiyo biashara na ataua biashara aende kwa ndoa. Na huyu usipompea hii pesa ama usipomhudumia hizi huduma zake za kila siku, ataendelea kukupea. Umesahau hata huyu malaya akikataa kupewa hata peana kasusu. Hata peana. Sasa unaona ni same. Si the same juu Huyu umekaa naye kwa nyumba. Huyu nimeamua ngoja ni sawa na kuamua hii hoteli badala ikae na watu wengi nitaibuku peke yangu. Ama hii gari kuliki ende Kisumu na watu wengi imejaa, nitaibuku peke yangu nilipe yote ni safiri mwenyewe. Sawa? Huyu malaya ameamua auze pole apate do. Lakini huyu madamu ameamua kubuku yote. Akasema sasa wewe kama unanitaka mzima fanya nini? Niweke mahali.